ndugu kabisa wa damu wa Islam, kwa sababu baba yetu ni mmoja Adamu na mama yetu yule yule Hawa. Hakuna mwanadamu aliyetokea kwingine isipokuwa kwao, na hivyo sisi ni wamoja katika Mungu. Wote tuliumbwa na Mungu. Na hivyo mimi leo hii kushuhudia mahusiano haya yaliyoko kati ya Wakristo wa Adventista wa Sabato na Waislamu, niseme tu kutoka moyoni mwangu nina faraja tele, tena nina furaha nyingi sana, kwa sababu ninafahamu habari hizi zikienda kwingine, huenda wengine wasiamini, wakadhani ni mchezo wa kuigiza, kwa sababu wapo wanaoamini leo katika ulimwengu wetu huu ya kwamba Waislamu na Wakristo hawachangamani, ambayo ni dhana potofu kabisa. Anayepandikiza hiyo si Mwenyezi Mungu, ni Ibilisi mwenyewe, kwa sababu Mungu pandikizo zake ni za kuleta umoja, upendano, amani, heshima kati ya watu. Na hivyo mimi naamini kabisa ya kwamba juma hili lililopita mpaka hivi leo, hiki ambacho mmekuwa mkikifanya kina kibali cha Mwenyezi Mungu, na ya kwamba mbingu inafurahi inapoona ya kwamba tunaweza kukaa kwa pamoja tukazungumzana mambo ambayo yana umilele ndani yake, mambo yanayozidi sana siasa, mambo yaliyo mbali kabisa na ushabiki wa mpira, kwa sababu mambo haya ni masuala ya maisha. Kwa hivyo niwapongeze kwa dhati ya moyoni kwa mpango huu mlio nao na mkutano huu mliofanya, mhadhara mliopanga, na naamini ya kwamba wengi sana wamebarikiwa. Mimi mwenyewe tu hata kwa siku hizi mbili ambazo nimewasikiliza, kuna mengine ambayo sikuwa nimefahamu, na sasa nimekuwa mrefu kidogo, au mnasemaje? Na naamini kila mmoja aliyesikiliza kuna mahali alishangaa, ala, hivi kumbe tuko karibu namna hii? Mbona tumekuza sana tofauti zetu ambazo ni katika mambo madogo madogo, tukaacha kukuza yale tunayofanana nayo. Na nimeona mkazo mlioweka hapa na msisitizo, nami nasisitiza pale ambapo tuna mambo makubwa yanayotuunganisha, na tuyazungumze, na tutiane moyo, na tusaidiane, na tuelekezane, na tuongozane. Mahali ambapo kuna tofauti zetu, kuna namna pia tuna miongozo kutoka katika misahafu yetu ya namna ya kuwaendea hayo ambayo tuna tofauti kwayo. Lakini wapendwa, ni washukuru sana, na mnapoelekea kufunga haya, naomba niseme haya machache nami kwa kuungana. Nilitamani ya kwamba ningekuwa nanyi tangu mwanzo, lakini haikuwezekana. Dini ni tofauti kabisa na siasa. Dini ni tofauti kabisa na siasa. Siasa ni za hapa, lakini dini inahusika na mambo ya hapa na mambo ya milele. Dini inahusika na mambo ya sasa, ya uhai tulio nao sasa, na uhai tutakao kuwa nao ulio na ubora zaidi kuliko uhai wa sasa, kwa sababu uhai ule utakuwa si katika mwili tulio nao huu wa maumivu, mwili wa kufa, mwili wa kuharibika, mwili wa magonjwa na mateso. Uhai tutakao kuwa nao katika mwili uliobadilishwa na kurejeshwa katika hali ya awali Mungu aliyokuwa amekusudia. Kwa hivyo dini isije kamwe ikashushwa ikawekwa kwenye ngazi za siasa. Unajua, kwenye siasa tuna ushabiki wetu. Swala la dini si swala la ushabiki. Swala la dini ni swala la dhamira inayoangalia na kuchunguza ukweli wa mambo, ikitafiti kutoka katika dhamira inayomsukuma mtu kuitafuta kwa dhati kweli, kwa sababu kweli inaokoa.
Kweli, mtu unaposimama kwenye kweli uko salama, uko salama kabisa. Wakati mwingine ukisimama kwenye kweli, wapo wanaoweza kujaribu kukanyaga, lakini kweli ina sifa hii. Unaweza ukaikanyaga leo, lakini kesho utaikuta imenyoka pale pale. Unaweza ukajaribu kuipindisha, lakini ukirudi imerudi pale pale kama mhimili wa dira, compass. Tingisha kama unavyotaka, lakini hatimaye ukishaweka mahali pake, kweli haiwezi kupindishwa. Wanajaribu lakini haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu ni kweli. Kwa hivyo katika jitihada hizi za kutafuta kweli, tunazo dini mbalimbali. Na tunapokuwa kwenye dini zetu hizi mbalimbali kwa wakati huo, hiyo ndiyo nuru tulionayo, mpaka wakati Mwenyezi Mungu anapotuijia na nuru nyingine. Nuru huenda zaidi ya ile tuliyokuwa nayo, nuru huenda tofauti na ile tulionayo. Kwa hivyo ukiniuliza mimi swali, lengo la maisha ya mwanadamu katika kweli yote, lengo la maisha ya mwanadamu ni kuitafuta kweli. Na katika kuitafuta kweli, basi ni lazima ili kweli ipatikane kuwe na uhuru. Ndio maana tunautafuta hata uhuru wa dini. Kutafuta kweli katika mahali ambapo kuna amri na shurti na kulazimisha na kukataza, kuweka mipaka, hapo kweli haiwezi kupatikana. Kweli katika usafi wake inapatikana pale tu ambapo kuna uhuru wa kutafuta na uhuru wa kufuata ile ambayo nimeona kwa wakati ule ya kwamba ni kweli. Na ili ujue ya kwamba hii ni kweli, ndivyo Mungu anavyokuchukulia wewe na mimi. Unajua, Mungu angekuwa kama sisi wanadamu, wakati tulipomwasi angetumia sharti na leo hii tusingekuwepo. Lakini badala yake Mungu ana uvumilivu wa wokovu. Rehema zake ni nyingi, neema yake ni ya pekee, fadhili zake ni za ajabu. Ndio maana yeye ni Mungu na hakuna Mungu kama yeye. Ni Mungu mmoja, Mungu mkuu. Majina yake tulikuwa tunajaribu hapa. Niwaambie kitu, hakuna jina moja linalomtosheleza Mungu. Lugha yetu imekauka kwa sababu ya ukuu wake. Mwache Mungu awe Mungu. Sisi ni viumbe, ni wanadamu, tunaweza tukafunuliwa habari zake, lakini tutaona tu kama vile kwa kivuli ya kututosha. Siku moja tuokolewe, tuwe naye, tumuone uso kwa uso. Kwa sasa ni kwa vipande vipande, visehemu. Amejifunua kwa namna hiyo, ni mkubwa mno. Na yeye ndiye kwenye msahafu wa Biblia anasema, nitafuteni maadamu ninapatikana. Huwa anapatikana. Na jitihada za kumtafuta Mwenyezi Mungu zinapofanyika kwenye uwanja wowote ule, mahali popote, jitihada za kumtafuta Mwenyezi Mungu zinapofanyika kutoka kwenye dhati ya moyoni, Mungu anaheshimu kikao kile. Mungu anaenzi kikao kile, na ndivyo Mungu anavyotaka. Kwa hivyo niwapongeze kwa hili ambalo mmelifanya, lina kibali cha Mwenyezi Mungu. Ninapowapongeza, ninawaomba endeleeni vivyo hivyo, msirudi nyuma. Kama mchungaji Lumu alivyosema, tumetoka mbali kidogo katika kukuza mahusiano haya, bado hatujafika. Kuna kazi kubwa ya kufanya. Kwa nini tunayafanya haya? Kwa sababu wote tunaamini tu wana wa Mungu. Wote Mungu wetu ni mmoja, na huyo ndiye tunayemtafuta kwa dhati ya moyoni, na yeye atajidhihirisha kwetu kwa wakati wake. Na hivyo hiki ambacho mnaendelea nacho, tulianza kwanza, na nakumbuka ile miaka hapa kwetu Kenya, kule kwetu Tanzania na kwingine, mahali ambapo jukwaa kama hili tulilitumia kusondana mahali ambapo tunatofautiana. Tukapigana, tukatoana jasho, na hatukwenda popote. Badala yake, tukidhani tunasaidia, tunaendelea kujenga ukuta. Tunakuza chuki, tunaongeza hamasa. Tukagundua si katika kukuza tofauti tunapokaribiana, tunakaribiana zaidi kwa kuona yale tunayofanana tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Na hayo tukiendelezana
yatatusaidia vile vile katika yale mengine kosana au tunayotofautiana. Nisiseme kukosana, tunayotofautiana. Pale ndipo Mwenyezi Mungu anaposema tuanzie hapo tunapofanana, tuendelee sasa kusaidiana katika barabara ile ya kutafuta kweli. Barabara ya kutafuta kweli haishii unapoingia dhehebu fulani, la hasha, inaendelea. Kwa hivyo wewe ni Muislamu, bado jitihada za kutafuta kweli zinaendelea. Usifike mahali ukaridhika. Ikiwa wewe ni Mwadventista Msabato, usije ukatulia ukadhani ya kwamba ninayo yote. Hapana, kweli ni kitu tunaendelea kukitambua progressively. Mwanadamu hakuna mwenye akili na ubongo wa kutosha kuimeza kweli yote kwa wakati mmoja. Hakuna, tusidanganyane. Ni Mungu peke yake mwenye huo uwezo. Kwa hivyo wengine wote tunaipokea ile kweli vipande vipande. Mungu anatupatia. Hata Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake aliwaambia, ninayo mengi sana ya kuambia, lakini sasa hivi hamko tayari. Kwanza uwezo wenyewe wa kuipokea kweli kwenye ukamilifu wake wote hamna. Nikiwapa mtapasuka vichwa. Kwa hivyo nitawamegea taratibu, kwa uvumilivu nitawamegea mpaka hapo nitakapowafikisha, kwa sababu iko usiku nitakuja, nitawabadilisha. Hii vizibo vilivyowekwa kwenye akili mimi nitavizibua, na vile ambavyo msingeweza kuvielewa sasa mtavielewa milele. Bwana asifiwe. Mtakuja kuvielewa. Ila kwa sasa kaa kwenye mkao wa kuendelea kuitafuta kweli ya Mwenyezi Mungu. Nachoshukuru ni hiki: Mwenyezi Mungu hakujifungia kwenye kifuu cha nazi, amejifunua. Zaburi yeye akisema, anasema mbingu za uhubiri utukufu wa nani? Wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana. Hivyo akasema, hebu mwendee chungu kajifunze. Ukiliangalia ua la waridi linasema kitu fulani kuhusu Mwenyezi Mungu. Viumbe alivyoviumba vinasema kitu, lakini Mungu ametupatia misahafu ambayo kwayo pia anajifunua kwetu. Kwa hivyo mtafuteni Mungu maadamu anapatikana. Msimtafute kwa ushabiki. Sasa niwasomee fungu kutoka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na mstari wa 15. Kuna usia wa busara sana anaoandika mtume Petro kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Anasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na mstari wa 15, naanzia 15. Anasema, muwe tayari siku zote. Siku ngapi? Zote. Kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Kwa upole na kwa hofu. Kwa upole na kwa unyenyekevu. Nisikilizeni wapendwa, dini iliyo ya kweli haimfanyi mtu kuwa na kiburi. Dini iliyo ya kweli inamfanya kuwa mnyenyekevu moyoni mwake. Kwa nini anakuwa mnyenyekevu? Kwa sababu anajua, kama tulivyokwisha kusikia jana, nilisikia leo, nimelisikia vile vile, sisi sote tumefanya dhambi. Sisi hatustahili kusimama mbeleni mwa Mwenyezi Mungu. Hata Mungu anapotupatia hiyo kweli, hatuna haki ya kusimama na kiburi na hicho kweli. Ukiona mtu ana kiburi cha kiroho, kiburi cha kidini, hiyo dini haina chanzo katika Mungu. Mungu mwenyewe ni mnyenyekevu. Mungu mwenyewe silka zake ni mpole. Mungu mwenyewe ni mvumilivu. Mungu mwenyewe anatakia kila mwanadamu yaliyo mema. Kwa hivyo anasema, hata mnapokaa na kuelekezana katika hiyo kweli, hata mnapokaa na kujibizana kwa hiyo kweli unayoifahamu, fanya hivyo kwa upole na kwa hofu, kwa sababu wewe si Mungu. Wewe ni mwanadamu vile vile. Na katika kuelezea ile kweli unaweza ukakosea, usimwakilishe Mungu vilivyo. Kwa hivyo unamtafuta Mungu kwa kicho, kwa heshima
Na kisha unapojaribu kumfikia mwenzako, usimwendee kwa kiburi, badala yake mwendee kwa unyenyekevu, kwa sababu kwenye unyenyekevu ndipo mahali mbegu za kweli zinapoweza kuonekana katika usafi wake. Mahali ambapo kiburi kinatumika, basi unajenga ukuta badala ya kujenga madaraja. Nasi katika mahusiano yetu, hujengi uhusiano kwa kujenga ukuta, unajenga uhusiano kwa kujenga madaraja. Ukiendelea pale mbele anasema, lakini kwa upole na kwa hofu, nanyi mwe na dhamiri njema. Yaani unapofanya hivyo, moyo wako jichunguze, ya kwamba hapa unapojadili mambo ya kiungu, unataka kuonyesha umaarufu au unataka kuwakilisha ile kweli ya Mwenyezi Mungu, ili kweli imsaidie mwenzako kama inavyokusaidia wewe. Kwa hivyo si swala la ushabiki kama lilivyo swala la kudhamiria mema ndani ya moyo wako unapojadiliana na kusaidiana na mwenzako katika barabara ya kuitafuta kule, ili katika neno lile mnalo lisingiziwa watahayarishwe wale wautukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema, ikiwa ndiyo mapenzi ya Mungu, kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake akahuishwa. Kwa hivyo ushauri wa watumishi wa Mungu, hasa katika Biblia ambayo ninaifahamu zaidi, ni kwamba kuna barabara inayoitwa kweli, na wapo wanadamu wengi wanatamani kutembea kwenye hiyo barabara inayoitwa kweli. Wataitafuta usiku na mchana ile kweli, kwenye uhuru wataipata ile kweli. Kwa hivyo tukikaa namna hii, mkao wa namna hii ambapo tunaheshimiana, tunasikilizana kwa usikivu wa kutaka kuelewa hasa, utakuta ya kwamba tutaelewana, tutafahamiana zaidi, tutasaidiana zaidi, na kwa namna hivyo tutaonekana wote bila kujali madhehebu ya kwamba hawa ni wana wa Mungu. Na kwa wakati wake Mungu mwenyewe atajidhihirisha kwa mtu mmoja mmoja katika kweli ya neno lake, na kwa namna hiyo tutakuwa tukiishi katika ulimwengu unaojiandaa kwa ajili ya ufalme ambao Mungu atakuwa ameuandaa. Kwa hivyo niwashukuru sana wahadhiri, wainjilisti wenzangu, wachungaji, viongozi wa conference ambao mmejihusisha katika kufanya jitihada hizi, na naomba Mwenyezi Mungu awapatie baraka zake, awaendeleze na kuwafanikisha. Na niseme hivi sasa, mbegu mnayoipanda hapa kwa mahusiano ya namna hii, naomba mbegu hii ienee kote. Ienee kote kabisa, ikaambukize. Iwezekane wengine wanaodhani kwa sababu ya ujinga wao sisi hatuwezi kukaa kwa pamoja tukazungumzana, tukasaidiana, wakaaibike kwa sababu wameona vielelezo hapa Mombasa, wameona kielelezo hapa Kenya, wameona kielelezo kule Ethiopia, kule kwingine ambapo mambo kama haya yanaendelea. Na kwa namna hiyo huenda Mungu akatutumia kubadilisha mitazamo mingine ambayo imekuwa ni chanya, badala ya kuwa michango ambayo itasaidia tuishi kwa pamoja. Sasa wapendwa, naomba kwa muda uliobaki sasa, ambao ni dakika chache sana, niingie katika mada ambayo nilikusudia kuifanya jioni ya leo. Mombasa, mmesahau Mombasa? Okay, kuanzia sasa tutaongeza tumaini. Mombasa, amani na tumaini vinatawala. Sawa? Mombasa, amani na tumaini vinatawala. Na tulisema ya kwamba tusiseme vitatawala kwa sababu vinatawala sasa. Ndio maana nimekuja. Kusingekuwa na amani nisingekuja. Matukio haya moja moja linalotokea ni kwa sababu bado tukingali ulimwengu. Picha kubwa ni hii: amani ipo Mombasa. Na haya matukio yanayotokea moja moja, ninajua ya kwamba kwa wakati wake Mungu atayasimamisha.
atayasimamisha tu. Ameshaeleza ya kwamba atayasimamisha, lakini kwa sababu yapo tutaendelea kukumbushana. Mombasa, Mombasa, oh Mombasa, Mombasa, amani. Tutakuja kufahamu zaidi, bado hamjauimba. Nataka ikiwezekana haya mahema yawe yanapaa tukiimba. Haleluya. Ulimwengu, amani imekuwa bidhaa adimu. Ungekuwa na uwezo wa kuchukuliwa ukawekwa angani, halafu uliangalie tufe letu hili kwa mtazamo wa kutokea juu kwa jicho la ndege, ungeweza kuona mambo ambayo yangekufurahisha. Lakini yapo mambo yanayoendelea ambayo pia yatakupatia picha ya kwamba kwa wengi amani inakuwa ni adimu. Inaweza isiwepo vita yoyote, panaweza pasiwepo conflict yoyote ya nje physical, lakini bado amani ikakosekana. Kwa hivyo kudhani tu ya kwamba amani ni kukosekana kwa vita au kutokuwepo kwa ugomvi na mabishano na hafla za namna hiyo, wapendwa, utakuwa unazungumzia amani juu. Amani halisi inakwenda kwa kina kirefu, kwa sababu amani katika ukamilifu wake, amani katika uweledi wake mpana, amani, nitumie neno la Kiingereza na mwinjilisti kutoka kule Rachonyo. Sijui unatokea Rachonyo. Hata mimi Kiingereza changu si lafudhi ya Kimarekani. Rachonyo. Lakini kwa Kiingereza ningeweza kutumia maneno haya: amani is being in sync. Kwa sababu ninyi ni digital generation, naomba nitumie jina na lugha ya kidijitali. Synchronization, unapo synchronize kitu kwenye kompyuta yako, unakipatanisha. Amani is being in sync, being synchronized first with self. Mimi mwenyewe kwa mimi mwenyewe. Nataka niwaambie, hapa ndipo kwanza mahali amani inapoanza kukosekana. When I am not synchronized myself to myself. Kwa sababu siko synchronized, sina umoja ndani yangu, kuna pambano na ugomvi unaoendelea ndani yangu, sina amani binafsi mimi mwenyewe. Ulimwengu hauwezi kuwa na amani ikiwa amani binafsi ni adimu. Haiwezi. Tutazungumzia tu kama ndoto ya mambo ya kesho na ya baadaye. Amani lazima ianzie kwangu mimi mwenyewe. I must be reconciled to myself. Niwe in sync, nimepatanishwa, niko vyema mwenyewe kwanza. Kwa hivyo amani is being at one with self. Amani ni being one with others, wengine, ndugu yangu, mzazi wangu, jirani yangu, mfanya kazi mwenzangu, mwanadamu mwenzangu. Na inaposhindikana ya kwamba mimi nikawa in sync, kwenye upatanisho kati yangu na mwenzangu yeyote yule, bila kujali umri, bila kujali jinsia, bila kujali kabila, bila kujali taifa, bila kujali elimu, lakini mimi nisipokuwa at one na mwenzangu, ambaye ni kiumbe mwenzangu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, nikwambie kitu, hata mimi mwenyewe nitakosa amani. Amani haitakuwepo. Lakini haishii hapo. Amani vile vile is being at one with God. Ni kusynchronize
wewe uwe in sync na Mungu wa mbinguni aliyekuumba. Ninyi mnafahamu vizuri tu ya kwamba dhambi imenifarakanisha mimi na Mwenyezi Mungu. Mungu aliponiumba aliniumba kamili. Wewe alipokuumba alikuumba kamili. Nilipomwasi Mwenyezi Mungu, dhambi ikaingia kati, ikaniingilia source of life. Yani ikaingilia kati mnyororo wa uhai wangu na Mungu wangu. Mungu akasema angalau nitashikilia kidogo, nikupe kipindi cha rehema miaka 60, sana sana miaka 70. Ni kipindi cha rehema ambacho Mwenyezi Mungu amenipatia ili nipate nafasi ya kurudisha tena na kurejesha mahusiano kati yangu na Mungu wangu, ili kwamba mimi na Mungu tuwe in sync tena, tuwe pamoja, tunawahusiana. Lakini nisiache hili pia la 4 ambalo pia nadhani lina msingi wake, hasa ninaposoma katika msahafu wa Biblia. Kuwa na amani is being in sync with God's creation, the environment. Tunakosa amani kwa sababu wanadamu tumegeuka kuwa waharibifu. Utakuwaje na amani na hakuna maji ya kunywa? Utakuwaje na amani na hakuna chakula cha kutosha? Utakuwaje na amani wakati majangwa yanaongezeka na kuishi kwenye majangwa ni taabu? Utakuwaje na amani wakati ambapo tunaishi nyakati ambazo ozone layers zinalika na hivyo maisha ya mwanadamu yanahatirika, tunaishi katika hofu? Utakuwaje na amani? Kwa hivyo narudia tena, amani usiibakize kwenye hili tu la kutokuwepo kwa vita au kutokuwepo kwa ugomvi. Amani ni swala zima la kuwepo kwa mahusiano halisi yaliyo safi na bayana kati ya hayo ambayo nimeyataja. Na hiyo amani ndiyo ambayo kwenye viwanja hivi tutakuwa tukiitafuta. Hatutatafuta amani ya juu juu. Hatutatafuta amani vipande vipande. Tutatafuta amani iliyo ya kweli, amani iliyo kamili, ambayo inaleta matumaini ya kudumu. Na amani hiyo haina chanzo katika binadamu. Amani hiyo ya kweli, iliyo kamili, amani hiyo ina chanzo katika yeye aliye amani mwenyewe. Naye ni Mungu wa mbinguni. Naye pia ametuelekeza namna ambayo kwayo tunaweza kuipata hiyo amani. Kwa sababu amani hiyo ukiipata, hata kama kuwe na vita, wewe una amani. Amani hiyo ukiipata, hata kama kuwe na matatizo makali, wewe moyoni mwako utakuwa na ushwari usiotingishwa. Amani hiyo ukiipata, hata yawepo mawimbi makali na pepo zinazovuma kwa ghadhabu kali, ili mradi unayo hiyo amani, hutatingishwa. Hiyo ni amani, tena amani ya kweli. Siasa haiwezi kuzungumzia amani hiyo. Mungu anaizungumzia amani hiyo. Mwanadamu hawezi kuitoa amani ya namna hiyo. Mungu mwenyewe ndiye anayeweza kuitoa amani ya namna hiyo. Na hivi leo napenda Mungu apate kuzungumza nawe, akuonyeshe katika majuma haya namna ya kuitafuta na namna ya kuipata amani ya namna hiyo. Kwa sababu narudia tena, amani inaonekana kuwa bidhaa adimu. Tuko wengi tunaoishi katika ulimwengu wa leo tukiwa na hofu kubwa, hofu ya kwamba ya kesho yatakuwaje, na hofu hiyo imetukosesha amani. Nyumba zetu tunavyozijenga leo, tunazijenga ikionyesha ya kwamba hatuna amani. Unajenga nyumba yenye kuta 4, lakini unaongeza ukuta mwingine nje. Unaweka mageti ya chuma, unalala na bunduki ndani,
na risasi, na bado ukajikuta usingizi bado hauji usiku. Amani ni bidhaa adimu. Tunapozungumzia hii ya kukosekana tu kwa vita, tunajidanganya. Kuna amani nyingine nyeti inayokosekana katika maisha yetu, na hiyo inatusababisha wakati mwingine pressure zinapanda, stress inakuwa juu. Wakati mwingine tunaingia mahali kufanya vitu vingine kujaribu kuipata ile amani. Ile amani, narudia, haipatikani kwa vitu, haipatikani kwa watu, hainunuliwi dukani. Amani ile anayetoa ni Mwenyezi Mungu, na wanaotaka, walio radhi, wanaotafuta kwa kweli ile imani inapatikana. Haleluya, inapatikana. Ningependa kusoma katika Yohana Mtakatifu sura ya 14 na mstari ule wa 27, mstari wa 27, kwa sababu Yesu aliwageukia wanafunzi wake akawaambia maneno haya: amani na waachieni, amani yangu na wapa, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Mambo makubwa haya. Amani yangu, Yesu anasema, na waachieni. Hiyo amani ya Yesu ikoje? Ina sura gani? Hiyo amani anayochuachia ya Yesu ni nini? Hiyo amani, anasema amani yangu ninawapa. Hiyo amani ni amani gani ambayo anaitoa kama ahadi na anawaachia wanafunzi wake? Na tutaona kwenye majuma haya mawili hiyo amani aliyowaachia ilivyofanya kazi yake. Lakini hata katika kizazi hiki cha karne ya 21, huyu Yesu akingali anasema amani yangu na waachieni. Haleluya, amani yangu na wapa. Sasa sikiliza, anasema si kama ulimwengu utoavyo. Tutaeleza hapa mambo ya amani na mikakati ya amani ambayo wanadamu wamefanya kwa miaka kibao wakitafuta amani, lakini hiyo amani mpaka leo ni kilio bado. Hii amani ya Yesu Kristo anayoitaja, hii amani ya Mungu ni amani gani na tutaipataje? Kwa sababu inaelekea ndio amani yenyewe ambayo wewe na mimi tunaweza tukaitegemea. Katika Yohana sura ya 16 na mstari wa 33 anasema hivi: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yenu. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kule alisema amani yangu na waachieni, na amani yangu na wapeni, lakini hapa anasema nimewaambieni. Ni nini alichokisema ili ikiwa kinaitikiwa amani inapatikana? Ni nini hicho alichokitamka? Ni nini alichokifundisha yeye ambacho hicho ukikizingatia, ukikipata hicho, amani inakuwepo? Si kama ulimwengu utoavyo, lakini kama yeye Mungu anavyotoa hiyo amani. Katika sura ya 20 ya Yohana huyo mtakatifu, mstari wa 19 anasema hivi, 20 mstari wa 19: ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walikuwako wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Nitakuja baadaye na hili ni zaidi sana ya salamu. Walikuwa na salamu, shalom, amani iwe kwenu, lakini hii ni zaidi sana ya amani. Na ukiangalia, ikiwa una Biblia ya Kiswahili yako, hapo mahali niliposoma anasema hii amani hakuianzia a kwa herufi ndogo, ameianza ile amani kwa herufi kubwa, amani, A with a capital. Hii amani ni amani gani ambayo si mwanzo wa sentenso, lakini anaanza na capital? Amani anaipatia personality, anaipatia umbile. Amani hii anayosema ninawapeni wakati wenu wa hofu, wakati wenu wa kujifungia na kutetemeka. Amani hii nikiwapa, anasema hamtakuwa na hofu. Amani hii nikiwapa, mtakuwa na ujasiri. Amani hii nikiwapa, itawabadilisha. Ni amani si kama ulimwengu utoavyo, lakini kama Mungu atoavyo, kwa sababu Mungu ana uwezo wa kutoa amani. Uwezo wake unatokana na hili ya kwamba yeye ni muumbaji. Kisa hiki nakipenda, Yesu alikirudia
akipenda sana, alikuwa na wanafunzi wake kwenye bahari, wakiwa wako kwenye mtumbwi, wanapenda ng'ambo ya pili ya bahari ile. Walipokuwa kwenye mtumbwi, Yesu alikuwa amechoka, akalala kwenye mtumbwi ule. Halafu kwenye bahari ile yakaja mawimbi makali. Mawimbi makali, upepo unaovuma kwa nguvu. Wanafunzi, kwa sababu ni wazoefu wa kuvua kwenye lile ziwa, wakaanza kukabili kile chombo kisiende mrama. Wanachota maji wanamwaga, wanachota maji yaliyoingia kwenye chombo wanamwaga, wanachota. Lakini kila walivyojitahidi ndivyo chombo kilikuwa kinakwenda mrama. Kila walivyojitahidi ndivyo mambo yalikuwa yanakwenda vibaya. Mwishowe wakafika mahali wakamwamsha Yesu Kristo. Wakimwamsha Yesu Kristo, wanamshitaki, mbona unatuacha tunaangamia? Wakati badala ya kujilaumu wao wenyewe, anayemwacha mwenzake si aliye macho, ni yule aliyelala. Yule aliye macho ndiye anayemwacha mwenzake, sio aliyelala anamwacha aliye macho. Lakini wao wakalaumu ya kwamba mbona unatuacha tunaangamia. Yesu Kristo aliposimama, hakuingia kwenye mabishano na wanafunzi wake ya kwamba mbona mnalaumu, mbona mnafanya mambo ya kijinga. Badala yake alisimama kama Bwana na mfalme, na akanyanyua mkono wake akasema, bahari tulia, na bahari ikatulia. Ninajua una mawimbi makali katika maisha. Wengine tuko hapa kwa sababu ya mawimbi makali yaliyotusukuma, yametusakama vibaya. Tuko hapa tunatamani tumsikie Yesu akisimama na Mungu wako akisimama akisema, bahari tulia, upepo simama, ili pepo zilizoko katika maisha yako zikome. Kwenye mikutano hii Yesu atasimamisha pepo zinazokusumbua katika maisha yako. Bwana atayalaza chali kabisa mawimbi yanayojaribu kujifurukutisha katika maisha yako. Napenda nikupatie uhakika huo tangu mwanzo wa mikutano hii. Na ikiwa una rafiki yako unamwona anahangaika, una ndugu yako ambaye anasukwa, maisha yamekuwa ni magumu, ni mazito, amekosa amani, na kuomba mwalike hapa. Yule aliyesimama akasema bahari tulia, anasimama katika karne ya 21 na kiganja chake, na pepo zikamtii, bahari ikawa shwari. Kwa sababu mimi nami ni binadamu kama ninyi, kwa hivyo ninafahamu ninachokipitia. Wakati mwingine ninafahamu kile ambacho wenzangu mnakipitia. Kuna ambao mko kwenye mikutano hii, mko hapa Mombasa. Kuna unaotusikiliza katika luninga na katika redio, ambao hamna amani ile binafsi. You're not reconciled to yourself. Kuna mapambano yanayoendelea ndani ya moyo wako, katika maisha yako, yanakukosesha raha, yanakukosesha amani. Wakati mwingine huna hata sababu, unashindwa kujua why is this so? Kwa nini niko katika hali hiyo? Usiku haulali, pressure inapanda, stress, unadhani una vijidudu. Ukienda hospitali wanakuambia hatuoni chochote, amani imekosekana. There is no peace within oneself. Na unataabika, unasumbuka. Wengine wapo ambao hata wamekwenda kwa wachawi wakitafuta hiyo amani, lakini kila siku wanarudi tena, hawajaipata. Amani hii inapatikana wapi? Wapo wengine hapa, tuna nyumba zetu, Mungu alitubariki na ndoa, tunazo. Lakini hizi ndoa zilizoanza kwa uzuri, tukavaa nguo nyeupe na suti safi kabisa, tukatembea, nyimbo zikaimbwa na tukajisikia vizuri, nimempata malkia, nimempata huyu mfalme, ya kwamba nyumba yetu itakuwa kama uwanja wa waridi. Lakini leo mambo yameharibika. Wengine wanatembea barabarani, anazungumza na yeye mwenyewe, wala hajui ya kwamba anazungumza, amechanganyikiwa, amani imekosekana. Wengine akina mama wanalia machozi, mume wangu yuko wapi? Nilikuwa naye, nilimpenda, lakini ametoka, anakwenda kwingine, anatanga. Hakuna amani. Wakati mwingine kwa wakati ya watoto na wazazi wao, baba analia, mtoto wangu ni mvuta bangi, amelewa, anatembea tu huko nje, nitampataje mtoto wangu? Hana amani. Hata wachumba
Leo hii nilipokea simu kutoka kwa mchumba ambaye kijana wake amemtishia ya kwamba atamwacha. Ananipigia simu ananiambia ninataka kujiua. Hakuna amani. Na ndivyo msikiliza, si mzaha. Hakuna amani. Anaumia. Kwa nini ananitupa? Wapo ambao wamegeukia pombe. Usidhani ni kwa sababu ya ladha ya pombe, kwa sababu wanatafuta amani. Huenda amani ikaja kwa sababu amelewa akajisahau kidogo. Kuna wengine wameingia kwenye bangi, si kwa sababu bangi ameipenda sana, lakini amekosa amani, anatafuta kitu cha kumpoza na kumtuliza. Kuna wengine hata wameingia kwenye ujangili wakijaribu kuzimisha hiyo kiu ya amani iliyoko ndani yenu. Kuna wengine katika maeneo yenu ya kazini amani imekosekana. Unapomwangalia kiongozi wako ni kana kwamba amekuchukia, au unapomwangalia yule mfanyakazi unayemuongoza naye amekuchukia bila sababu. Kule kazini kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya kazi nzuri unayoifanya, kwa sababu ya uzuri wako, kwa sababu ya wema ambao Mungu amekupatia na vipawa Mungu alivyokupatia, vimesababisha ya kwamba huna amani kule kazini mahali ulipo. Wapo wengi wanalia, wanatafuta amani, amani, amani. Wapo wengine ni wafanya biashara. Mungu aliwafanikisha wakati mmoja, wakawa na malengo mazuri. Biashara zao zikawa zimechangamka, zinakwenda vizuri, lakini ikafika mahali biashara ikaharibika. Leo hii wanaumia, wamekosa amani. Wanasema nitaishi namna gani mimi? Amani haiko katika maisha tena, imepotea. Anaitafuta amani, nitaipata wapi ile amani? Kuna wengine mna malengo katika maisha. Mmeweka malengo mazuri, mna strategic plan ya maisha yenu. Hata mmemwomba Mungu awasaidie na mkiangalia strategic plan ile ni nzuri, lakini umejaribu kila wakati kufikia malengo yako, lakini kila siku hufaulu kuyafikia yale malengo. Umekata tamaa. Unahitaji tumaini, lakini unahitaji nyakati hizo za msukosuko kuwa na amani, kwa sababu amani imepotea. Amani imepotea. Unajua, mmoja alipoulizwa, je, katika maisha yako una shida yoyote? Akasema, kwa kweli sina shida. Shida yangu tu ni jirani yangu. Ya kwamba shida nilio nayo maishani ni nani? Ni jirani yangu. Na kwa kweli maisha na majirani sio mchezo. Sio mchezo. Mara nyingi wengi tunaharibikiwa na majirani. Unaweza kumkuta mtu anaishi vizuri sana na watu walioko mbali, lakini jirani tabu. Unajua ni kwa nini? Jirani anafahamu mambo yetu mengi zaidi kuliko yule aliye mbali. Yule kule mbali ninaweza nikavaa suti yangu hii wakaona mtu mwema, lakini jirani anaweza kuona unyama hata ulioko ndani yangu, kwa sababu yuko karibu. Kuna nyakati tunasuguana tukikata majani. Fensi ikisogea kidogo tu tayari ni kama pilipili. Kapaka kakaingia kwenye uwanja wake, mbona umewasha moto. Jirani. Kwa hivyo kuna wengine tunakaa kwenye nyumba nzuri, mahali pema, lakini bado hatujapata amani. Wapendwa, napenda niwaambie hivi: ikiwa unajisikia umekosa amani, mikutano hii ni kwa ajili yako. Ikiwa unatafuta amani iliyo ya kweli, hapa Mungu anakuja kukuelekeza na kukushauri jinsi utakapoipata hiyo amani. Na kwa watu Mombasa, ninataka mfahamu, Mungu anawatakia amani ya kweli. Mungu anawatakia hiyo amani ambayo haitatingishwa na kitu chochote. Wangapi wanasema, Mungu nipatie amani hiyo? Simameni pamoja nami, kwa sababu huyu Mungu ambaye anakupenda na anakuthamini, katika mikutano hii hata saza lolote isipokuwa kukufanyia na kukupatia kile ambacho kitakupatia amani. Na amani hii utakapoipata ni ya milele. Ukiizingatia haitakatika, si sasa tu, lakini hata katika maisha mapya ambayo Mungu atakupatia. Ninaomba Mungu akujalie hiyo amani. Ikiwa ilipotea mahali fulani, airejeshe tena maishani mwako.
na kwa sababu siri hizo amezifunua katika neno lake, ninakukaribisha njoo uione amani anayoitoa yeye na yeye mwenyewe, na ukaipokee iwe yako siku zote za maisha yako. Waimbaji watakuwa wanakuja hapa, wataimba, lakini nawaalika tufanye ombi la kuwaweka mikononi Mungu sasa, halafu waimbaji watafanya wimbo wao. Nawaalika tuinamishe nyuso kwa kicho mbele za Mwenyezi Mungu. Maulana Mungu mtakatifu, wewe mwenye rehema, upendo na fadhili, Mungu ambaye hakuna Mungu kama wewe. Wewe uliyeumba mbingu na nchi, unayetawala vizazi baada ya vizazi. Wewe ambaye huna mwanzo na wala hutakuwa na mwisho, kwa sababu wewe ni Mungu. Enzi na utukufu, heshima na ibada ni vyako peke yako. Hakuna mwingine anayestahili, wewe peke yako ndiye unayestahili. Tunaomba ya kwamba kwa sababu umejichagulia uwanja huu kuwa mahali utakapojidhihirisha na matendo yako makuu miongoni mwetu, sasa basi tunanyosha mikono yetu tukisema, amani na itawale katika maisha yetu. Tuna vilio vyetu binafsi vinavyotukosesha imani. Tuna mawimbi makali yanayotusukasuka. Tuna dhoruba katika maisha ya wengine wetu, yametusababisha hata tutake kuondoa maisha yetu. Wengine wetu yametuingiza hofu hiyo, na ukosefu wa amani huo umetuingiza mahali ambapo hata tunafanya ambayo hatustahili kufanya. Lakini ili mradi sasa umekuja tena hapa kwenye viwanja hivi, ninaomba ujifunue katika maisha yetu mmoja mmoja. Uyaonyeshe mapenzi yako, na kisha wewe ukajibu haja ya kila mmoja aliyeko hapa na watakao kuja juma hili katika mikutano hii. Uwaguse na ahadi yako ya kweli, ukarejeshe tumaini, na ahadi hii ya amani uliyoitoa na iwe amani iliyo sehemu ya maisha ya kila mmoja hapa Mombasa, na sisi tunao kusikiliza sasa na siku zote za maisha yetu. Baraka zako ninaomba ziwe na kila mmoja wetu, hata jioni hii tutakapokuwa tukimaliza, tukiondoka na kwenda majumbani kwetu. Tunaomba neema yako ikatutangulie, na katika yote wewe Mungu wa mbinguni ukajitukuze. Uonyeshe fadhili zako na uonyeshe rehema zako, uso wako ukatuelekee sisi. Umlinde yule au mzuie yule adui asitusogelee, kwa uwezo wako akakae mbali, akajue ya kwamba sisi ni watu wako. Mkono wako utuguse sasa, na neema yako ienende nasi, maana twaomba kwa jina lake Yesu Kristo, amen.